Mabruk. Nimtaje Mheshimiwa Hadija Shaban Taya, Mheshimiwa Taska Restuta Mbogo, Mheshimiwa Engineer Amos William Maganga ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana kupata fursa ya kuchangia katika wizara hii ya afya. Naomba nimshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa kunipa uhai, kutupa uhai sisi sote ambao tuko humu ndani, kutupa afya njema. Kwa kweli yeye ni mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimshukuru Mheshimiwa Rais. Mimi nisipomshukuru Mheshimiwa Rais sijui naweza kujisikia vipi. Naweza nisimalize Namshukuru kwa mengi sana ambayo ameyafanya katika nchi yetu. Na mimi naamini katika watu ambao wanaamini kabisa katika rais ambaye atakuja kukumbukwa akimaliza muda wake ni Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa mambo ambayo anayafanya, kwa mambo ambayo ameyafanya na kwa mambo ambayo anaenda kuyafanya, atatengeneza historia ya kuwa mwanamke shupavu, shujaa, jasiri, mvumilivu, mwenye huruma, lakini mchapakazi. Kwa nini nasema haya mwenyekiti? Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais ameweza kwa muda wa siku zake 200 ameweza kuajiri watu 5,000 kuwa watumishi wa kitengo cha afya peke yake. Lakini si hayo tu, Mheshimiwa Rais ameweza kupunguza vifo kutoka vifo 550 mpaka vifo 104 katika rate ya vifo 100,000 ya idadi ya 100,000. Hili sio jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Lazima tumpongeze, na kwa sababu yeye ni mama anafahamu machungu ya mzazi, machungu ya mtoto kukosa mzazi. Kwa hiyo lazima nimpongeze. Lakini kingine Mheshimiwa Mwenyekiti, nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitashukuru bima ya afya kwa wote. Bima ya afya kwa wote imeanza tarehe 22 Machi. Na sasa hivi inaenda kutengeneza mkakati wa kusaidia special groups, yani wanawake, makundi maalum, wale wasiojiweza, pamoja na watu wenye ulemavu. Kwa nini nisiendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais? Nitakuwa mchoyo wa fadhila. Lakini pamoja na hayo, naomba nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuleta mashine au kipimo kikubwa cha saratani, ambacho kipimo hichi ni cha pili katika Sub-Sahara Africa. Unaweza ukaona namna gani Mheshimiwa Rais ameweza kutuheshimisha Tanzania. Lakini si hivyo tu, kwa ajili ya kutaka kulinda afya za watu wake ambao wamemchagua. Lakini pamoja na hayo, Mheshimiwa Rais kipenzi chetu ameweza kuandaa mkakati mzuri wa kusaidia magonjwa yasiyoambukiza. Haya magonjwa yote haya yanaenda kutibiwa bure. Nani kama Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan? Pamoja na hayo, Mheshimiwa Rais ametuletea mashine zile za kuondoa saratani ya awali kwa watu wenye ualbino. Ni nani kama Mheshimiwa Rais? Na mashine hizi zipo katika hospitali kadhaa. Zipo CCBRT, zipo KCMC, zipo Bugando, lakini zipo Ocean Road ambayo huduma hii inatolewa bure. Lote hii anaenda kutuongezea lifespan ya mtu mwenye ulemavu wa ngozi, mtu mwenye ualbino. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Kwa ombi langu kwa Mheshimiwa Waziri, pamoja na yote ambayo nimeyazungumza hapa, ni kuombe Mheshimiwa Waziri, wewe ni msikivu na watu wote wanaamini wewe ni mtu kazi, ni mtu wa kazi. Naomba mashine hizi zisambae Tanzania nzima. Maisha yetu yanategemea hizi mashine, kwa sababu unapoona kidogo una kipele, unaweza kwenda kukitoa kipele hiki kabla hakijaleta ugonjwa mkubwa wa ngozi wa saratani. Hii inaenda kutusaidia sisi maisha yetu. Nikisema sisi namaanisha mimi ni mmoja wapo. Mheshimiwa Waziri, nafahamu uwezo wako
nafahamu uchapakazi wako, na naamini hili unaenda kulibeba na kupeleka Tanzania nzima na hamna kinachoshindikana. Lakini Mheshimiwa Waziri, jambo jingine ambalo naliomba, kila siku naulizwa na waheshimiwa wabunge hapa, tunapataje yale mafuta? Naomba mtengeneze utaratibu mzuri kupata mafuta ya sunscreen kwa ajili ya kulinda afya za watu wenye ualbino. Kwa sababu gani? Bila haya mafuta sisi hatutembei. Bila haya mafuta hatuparticipate kwenye majukwaa yetu. Bila haya mafuta hatutembei, hatuwezi kushirikiana na wenzetu. Kwa maisha yetu yanategemea mafuta haya. Kwa Mheshimiwa Waziri, ninakuomba sana sana sana. Lakini pamoja na hayo, naomba nipongeze juhudi hizi ambazo zinaenda kufanyika. Juhudi ya kuandaa mkakati wa kutengeneza viwanda kwa ajili ya madawa. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Hii inaenda kuondoa tatizo kubwa la kupatikana kwa dawa katika Tanzania yetu. Ni jambo kubwa sana, hatutaweza kwenda kutegemea tena huko nje. Kama watatuletea au kama tutanunua huko nje, itakuwa ni kwa kiwango kidogo sana, lakini tutaweza kutengeneza dawa zetu wenyewe na kutibu wananchi wetu, kwa sababu tunafahamu umuhimu wa afya ni jambo la muhimu sana. Kwa kusema hayo machache, Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niwashukuru, naomba niunge mkono hoja. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Khadija Shaban Taya. Nimtaja Mheshimiwa Taska Restuta Mbogo, Mheshimiwa Engineer Amos William Maganga na Mheshimiwa Kasim Amar Mbaraka ajiandae.